Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano yanayolenga kumaliza mvutano wa muda mrefu kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kusainiwa tarehe 14 Juni 26. Trump alitoa kauli hiyo kupitia mtandao wake wa Truth Social akisisitiza kuwa mara baada ya kusainiwa kwa makubaliano hayo, mlango wa Hormuz utafunguliwa kwa meli zote za kimataifa na hali ya usalama katika eneo hilo itaimarika. Kwa mujibu wa Trump, makubaliano hayo yatazuia Iran kupata silaha za nyuklia na yatafungua ukurasa mpya wa mahusiano kati ya Washington na Tehran. Kiongozi huyo wa Marekani ameonyesha matumaini kuwa mchakato huo utakamilika haraka na kuleta utulivu katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Iran imekataa kuthibitisha kuwa makubaliano hayo yatasainiwa tarehe iliyotajwa na Trump. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, amesema kuwa hakuna mpango wa kusainiwa kwa makubaliano hayo ndani ya saa 24 zijazo na kwamba bado kuna masuala muhimu ambayo hayajakamilishwa katika mazungumzo hayo. Ismail Baghei pia amesisitiza kuwa ingawa mazungumzo hayo yanaendelea na yamepiga hatua kubwa, Tehran bado haijafanya uamuzi wa mwisho kuhusu maandishi ya makubaliano hayo. Serikali ya Iran pia imeonya dhidi ya kuweka tarehe maalum kabla ya makubaliano kukamilika rasmi. Tofauti ya kauli ya Washington na Tehran imeibua mashaka kuhusu iwapo makubaliano hayo yatakamilika kwa wakati uliotangazwa. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kuwa bado kuna tofauti kuhusu masala ya mpango wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi na usimamizi wa mlango wa Hormuz. Licha ya kutokubaliana kuhusu muda wa kusaini, pande zote mbili zimeonyesha kuwa ziko karibu zaidi kufikia mwafaka kuliko ilivyokuwa katika miezi ya hivi karibuni. Waamuzi wa mazungumzo hayo wanaendelea na juhudi za kuhakikisha makubaliano hayo yanafanikiwa ili kumaliza mvutano ulioathiri usalama wa eneo la Mashariki ya Kati na biashara ya kimataifa kupitia mlango wa Hormuz. Hii ni NNJ TV, mimi ni Abdul Majid. Endelea kuwa nasi tukikuhabarisha habari kamili kutoka Mashariki ya Kati na duniani kote.